Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Waheshimiwa mawaziri mliokuwepo hapa kutoka Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kabla yenu nimtambue mkuu wa mhimili wa Bunge Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. And then watambue mawaziri wa kisekta ambao leo mna shughuli hii, na mawaziri wote mliopo kutoka serikali zetu mbili. Lakini nitambue pia uwepo wa katibu wetu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, ndugu yetu John Nchimbi, Emmanuel Nchimbi, pamoja na viongozi wote wa vyama vya siasa. Nimeona timu iko hapa. Asanteni sana kwa kuwa nasi. Nitambue uwepo wa makatibu wakuu wa serikali zote mbili mlioko nasi hapa, lakini pia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu yetu Chalamila. Tambue uwepo wa dada zangu Mama Mongela, Shamim Khan, Fatma Alu, Mariam Hamdani, dada Eda na wengine wote wale madada. Karibuni sana, tumefurahi sana kuwa nanyi. Lakini nitambue uwepo pia wa wenye shughuli, Dr. Jabir wa TCRA na ndugu yangu Joyce Shebe wa TAMWA pamoja na mkurugenzi mtendaji wake Rose Ruben. Wote natambua uwepo wenu. Waheshimiwa mabalozi na washirika wa maendeleo, ndugu majaji wa tunzo hizi ambao wamefanya kazi kubwa kuchagua washindi leo. Tambue uwepo wa wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali na za sekta binafsi, viongozi wa dini, ndugu wanahabari, wadau wa habari, wasanii na vikundi vya burudani ambao mmetuburudisha leo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza nami nishukuru Mungu tujalia uzima wa afya kutuwezesha kukutana hapa leo. Sasa sijui kama ni leo au leo imeshapinduka. Nadhani leo imeshapinduka au inakaribia kupinduka. Mheshimiwa Waziri Profesa Palamagamba Kabudi, nakushukuru sana kwa mwaliko wa kushiriki hafla hii ambayo imeandaliwa kwa lengo la kutambua mchango wa wanahabari wa Tanzania katika kuwajulisha na kuwaelimisha wananchi kuhusu masuala ya maendeleo. Lakini shukrani zangu za dhati kwa waandaaji TCRA na TAMWA kwa kuandaa tukio hili kubwa. Lakini pia niwashukuru wote waliopo ndani ya ukumbi huu leo. Wote kwa pamoja na washukuru. Wanasema shughuli ni watu na watu tumejitokeza. Nashukuru sana. Lakini pia niwapongeze kamati ya maandalizi kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii. Linalonipa faraja kama alivyosema Bwana Martin Luther King Jr. ambaye alisema, na nukuu, alisema, ukitaka kuleta mabadiliko duniani chukua peni uandike. Peni ni kalamu, uandike, italeta mabadiliko. Lakini nadhani mnakumbuka pia hata mimi nilisema mimi sitatumia mdomo, kwa mara nyingi nitatumia kalamu. Kwa mabadiliko yanayotokea yote ni kwa sababu ya nguvu ya kalamu. Kwa hiyo niwashukuru wote, hongereni, na niwashukuru waandaaji wa tukio kwa kujua nguvu ya kalamu na nguvu ya tehama ndio kilichopo leo humu ndani. Kwa hongereni sana. Ndugu wanahabari, uwepo wangu hapa leo ni uthibitisho wa dhamira ya dhati ya serikali kuinua tasnia ya habari, hususan habari za maendeleo. Kasi ya kukua kwa mabadiliko ya teknolojia ya habari na mawasiliano duniani imefanya tasnia ya habari kushuhudia maendeleo mengi na makubwa. Pamoja na habari tunazozipata kupitia magazeti,
redio na television ambavyo ni vyombo vikuu tulivyovizoea kwa muda mrefu. Sasa pia tunaona mitandao ya kijamii, blogs na television za mtandaoni au online TVs nazo zimeendelea kukua kwa kasi, hali inayochangia mabadiliko katika namna tunavyopeana habari na hata vifaa vinavyotumika kupokea habari zenyewe, ikiwemo simu janja za mikononi. Maendeleo haya makubwa ya TEHAMA yanatakiwa yawe chachu ya kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi na kwa wakati, na hayo ndio matarajio ya serikali na wananchi. Kwa mfano, habari kuhusu bei za bidhaa, masoko, fursa za kibiashara, ubunifu mpya unaongeza tija katika uzalishaji ni za muhimu kwa serikali, sekta binafsi na wananchi kwa ujumla. Taarifa hizi zinasaidia kufanya maamuzi sahihi kuhusu uchumi na biashara. Halikadhalika, taarifa hizi huziwezesha serikali kuimarisha utawala bora na uwajibikaji. Nchi yetu imefanikiwa kutekeleza miradi mingi ya maendeleo yenye tija kiuchumi, kisiasa na kijamii. Miradi hii ambayo imetekelezwa katika sehemu mbalimbali za nchi yetu inapaswa kujulikana na kuelezwa kwa wananchi, wajue kinachoendelea ndani ya nchi yao. Lakini kwa upande mwingine tumefanya mageuzi mengi ya kisera na kisheria ambayo pia wananchi wanapaswa kujua, na watakaoweza kuwajulisha wananchi mageuzi haya ni nyinyi vyombo vya habari vya aina zote nilizozitaja hapa. Kwa hiyo niseme tu kwamba yanayotokea nchini, kwa mfano, tumeimarisha matumizi ya TEHAMA katika utoaji wa huduma na kufanya tathmini ya kina ili kuboresha mifumo ya haki jinai. Lakini vile vile tumeimarisha mifumo ya kodi nchini na mifumo kadhaa kusomana ndani ya serikali, lakini bado haijatumika ipasavyo mwananchi kuweza kuzifikia taarifa kutokana na mifumo hiyo. Sasa hiyo ni kazi yenu wana mifumo, lakini pia wanahabari, kuwapa taarifa wananchi zinazowahusu. Vile vile, kama mnavyofahamu, malengo yetu ya maendeleo ni kuitoa Tanzania kutoka nchi ya uchumi wa kati, ngazi ya chini ilipo sasa, na kuipandisha kwenda nchi ya uchumi wa juu ifikapo 2050 au miaka 25 inayokuja. Kipindi hicho tunatarajia idadi ya watu kuongezeka hadi kufikia milioni 140, mara mbili ya tulivyo sasa, ambapo zaidi ya nusu ya watu watakaokuwa wanaishi wakati huo, hasa mijini, watakuwa ni vijana. Hasa ili kufikia malengo hayo kunahitajika mageuzi makubwa kimipango, kiuwezo na kifikra. Na katika hili ninyi wanahabari mnalo jukumu kubwa na la msingi la kugeuza mindset za watu, kugeuza fikra za watu, kuwaonesha yale ambayo yanatarajiwa kwao, yale ambayo nchi yetu inatarajia mbele yetu, yale ambayo serikali zetu inapanga kwa mbele ya nchi yetu au kwa future ya nchi yetu. Hayo yanataka kuelezwa kwa wananchi. Kwa na kazi hiyo iko kwenu waandishi wa habari. Nataka nitambue kwamba na nipongeze waandishi wa habari kwa hatua hii ambayo mmefikia. Huko nyuma mlikwama, lakini kwa sababu, na miongoni mwa masuala yaliyokuwa yanakwamisha tasnia hii kutoa mchango wake stahiki ni kukosekana kwa ujuzi na uzalendo. Huko nyuma, aidha kwa kutokujua au kwa kuona tunafanya ndivyo, tulikuwa tunaongoza katika kuandika makala zinazobomoa nchi yetu, makala zinazoisema nchi yetu. Lakini sasa hivi ukisoma makala nyingi zinajenga nchi yetu, nyingi sana zinajenga nchi yetu, zinasifia nchi yetu, zinaeleza ukweli yanayotokea ndani ya nchi yetu.
na hata pale mnapoeleza mabovu, ni mabovu ambayo kweli yanahitaji kuelezwa ili serikali ione na kila mtu aone, tuchukue hatua. Kwa hiyo nawapongeza kwa hilo. Lakini nisisitize neno uzalendo. Nimekuwa nikisema mara nyingi na waandishi wa habari kila ninapopata nafasi kuonana nanyi, wenzetu kule nje, zile habari ambazo wana hakika hizi zinaenda kulibomoa taifa lao, huzioni wala hazitoki. Lakini sisi huku wanataka kujua kila kitu kilicho kwetu, na wanaotumika ni waandishi wa habari hawa wa kwetu huku. Semeni kuna nini, sema kuna nini. Pengine kuna incentives ndogo ndogo tu zinazokufanya uandike na uwape. Ukija ukiona kwenye vyombo vingine vya habari, Al Jazeera kasema, BBC kasema, sijui nani kasema, unasema ni kazi yangu ile nimepeleka. I don't know, sijui unajisikiaje kuiona nchi yako inasemwa kwenye vyombo hivyo vikubwa, ulimwengu mzima wanaona, anieti wewe ndio umeandika kuwapa. Sijui unajisikiaje. Lakini nataka niseme kama nilivyosema mwanzo kwamba kwa sasa hatua tuliofikia, na wapongeza sana. Mmekuwa mkiandika vitu vizuri kuhusu nchi yenu. Mtakumbuka kwamba wakati nikipokea ripoti ya tathmini ya hali ya utendaji na uchumi kwenye vyombo vya habari kwa Tanzania bara mwaka jana, mapema mwaka jana, nilieleza bayana kwamba kuna ombwe katika uchambuzi wa kina wa maudhui na tafiti. Habari zinazotoka ni ile kaisikia, kaichukua hivyo hivyo, kaitoa. Hakuna uchambuzi, hakuna utafiti, hakuna chochote. Kwa hiyo habari zinapelekwa raw, hazijafanyiwa kazi, na hicho ndio tulikuwa tunawafeed wa Tanzania. Lakini kwa sasa nadhani baada ya kusema vile, vyombo vya habari vimejitahidi. Angalau unaona kuna chambuzi zinafanywa. Wale wa television unaita wanaojua mambo wanakaa wanafanya uchambuzi, tunasikia chambuzi zinafanywa za maana, za kikweli. Pale ambapo tumefanya vibaya wanatuchambua tumefanya vibaya, na unasema kweli tumefanya vibaya. Tulipofanya vizuri wanasema yes, hapa pamefanywa vizuri. Kwa hiyo tumefikia pazuri, na mimi nataka niwapongeze kwa mara nyingine TAMWA na TCRA kwa kuona kulichukua lile ombwe na mkathubutu kuendesha mafunzo kwa waandishi wa habari wengi walioko hapa, na matokeo ya mafunzo yale ndio haya ambayo leo tunayaona. Of course wamefundishwa huko nyuma, lakini imezidi kuwajenga na sensi ya uzalendo, na kwamba wameweza sasa. Nilikuwa na chati na Miladiayo hapa wakati anapokea cheki yake. Kaambia Miladiayo, yuko wapi? Yuko yule kule. Ujambo babangu? Sijambo, shikamo marahaba. Kaambia umechoka kutuchora babangu? Sema nimekuwa mkubwa siku hizi siandiki tena hivi. Kwa hiyo tunaona matunda ya vijana wetu kwamba kuna mabadiliko yanaonekana. Nataka niwahakikishie kwamba serikali kupitia Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo iko pamoja nanyi. Tuko tayari kushirikiana nanyi kujenga uwezo wenu. Tuko tayari kushirikiana nanyi kuondoa changamoto zinazowakabili hatua kwa hatua. Kwa serikali iko pamoja nanyi kadri vile uwezo wetu utakavyokuwa. Basi tuko tayari tuzungumze, tuone changamoto ni zipi, tuzifanyie kazi, na sekta hii, tasnia hii ya habari iweze kuendelea vizuri. Jengine ni lile ambalo limesemwa kwamba katika mambo niliyoahidi ni kuleta au kukuza uhuru wa vyombo vya habari, na hili takwimu zinasema wenyewe kwamba Tanzania uhuru wa vyombo vya habari ni mkubwa na unakuwa siku hadi siku. Lakini kuwa na uhuru wa vyombo vya habari maana yake si kukosa uzalendo kwa nchi yako. Uhuru wa vyombo vya habari, zungumza, sema, chambua, lakini uzalendo uwepo. Hapa ndipo ulipozaliwa, hapa ndipo ulipotoka, hapa ndipo utakapomalizikia.
na wengine hata ukienda nje ukimalizikia huko tunakuja kuchangishwa huko, jamani arudishwe huko utarudi. Kwa hiyo Tanzania ndio baba, ndio mama, ndio kila kitu. Niombe sana tupende nchi yetu sana sana sana. Kuna maswali ambayo napenda niatilie mkazo. La kwanza, kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata taarifa, na hapa nataka nigusie umuhimu wa vyombo vya habari vya jamii kule chini, redio jamii, television za kule huko vijijini huko. Kuna vijitelevisheni vya mikono, vijitelevisheni vidogo vidogo viko huko chini ambavyo vinatoa taarifa kwa wananchi kule chini. Niombe sana wizara, lakini na wakubwa wa tasnia hii kuvitupia jicho vile vyombo, ni muhimu sana. Vile ndivyo tunavyoweza kuvitumia vikafikisha taarifa muhimu kwa wananchi wetu. Hivi vingine vikubwa vinaweza vikaandika vinavyotaka, lakini vile, na kuna maeneo ambayo ukimwambia kwa lugha anayoijua, lugha yake ya pale nyumbani, anaelewa zaidi kuliko mwambie Kiswahili au lugha nyingine yoyote. Kwa kutumia vyombo vile vitatusaidia sana kufikisha taarifa tunazotaka zifike kwa wakulima, taarifa tunazotaka zifike kwa wajasiriamali, taarifa tunazotaka zifike kwa wananchi, za kisiasa, za kijamii kule ndani. Hata wakati mwingine kuna wananchi wala hawawezi kujua kama katika eneo lao, kata yao, kuna hospitali kubwa imejengwa, anaweza kupata vipimo hapo hapo na kila kitu hapo hapo, hajui. Lakini kwa kutumia vyombo hivi, vikiwa vinasemwa na pengine vitelevision vya mikononi vinaonesha, mwananchi anajua wapi akimbilie. Niombe sana tuzitumie redio jamii na television ndogo za mikononi zilizoko kule chini. Jengine nalotaka kulisisitiza hapa ni kuzingatia matumizi ya takwimu tunapotoa taarifa zetu. Unajua, unaweza tu ukasema kuanzia mwaka huu mpaka mwaka huu uchumi wa Tanzania umekuwa kwa kiasi gani, hamna takwimu, watu hawajui. Lakini unaweza ukatoa takwimu umekuwa kwa 5.5. Maana yake nini kukua kwa 5.5? Inamgusaje 5.5? Inamgusaje mwananchi wa chini? Inamgusaje mkulima? Inamgusaje kijana aliye kijijini? Kukua kwa uchumi 5.5 ni kazi yenu, na nimeona kuna zawadi za waandishi wa habari za uchumi hapa. Kwa wale waandishi wa habari za uchumi, ni kazi yenu kufanya uchambuzi, kufanya analysis, mkawaambia wananchi maana yake nini kukua kwa uchumi kwa asilimia yoyote ile, mwananchi wa kawaida inamgusaje. Lakini pia kutumia matumizi sahihi ya lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Matumizi sahihi. Tuna Kiswahili tunachokisema mitaani humo, tunasema tunaelewana, lakini kuna Kiswahili ambacho lazima kitumike kwenye vyombo vya habari. Kina Kakatido wanajua. Ukimpa chombo leo Kakatido sema, kina Ida Sanga na wengine, hata tumia Kiswahili hiki chetu hichi tunachotumia huku kawaida. Tatumia Kiswahili sanifu ambacho wananchi wanatakiwa kukisikia na kukielewa. Lakini pia tukikitumia vizuri ni kukuza lugha yetu. Kwa mfano, vijana leo mwambie hebu nenda chumbani, kuna pesa pahali fulani, nenda kachukue. Atarudi aje kuulize nichukue bei gani? Badala ya kusema nichukue kiasi gani, anakuuliza nichukue bei gani. Sasa hapo, au yale alosema Waziri Kabudi hapa, mtu anakuandikia kabisa ripoti, au mtangazaji anasema amekwenda waziri mkuu kukagua kiwanda cha nondo, na amesema amewataka wafanye biashara wa nondo bei ziwe nzuri ili walaji wapate kununua kwa bei nafuu. Nani anakula nondo? Nani anakula saruji? Ni watumiaji. Lakini kwa sababu neno consumer, to consume ni kula, basi kila kitu ni kula.
tutumie lugha yetu vizuri na tuitumie ili wananchi wapate kuielewa vizuri. Hilo ndilo nalotaka kulihimiza leo. Lakini jengine pia ni suala la niseme kwamba nimefarijika kwamba TAMWA na TCRA wamebeba suala la matumizi ya nishati safi, ambayo ni ajenda yetu kama nchi. Kama nchi tumelibeba bara la Afrika kwenye ajenda hii. Kwa hiyo nimefarijika kwamba kuna waandishi ambao wamejikunja maalumu wanaandikia nishati safi ya kupikia na mazingira. Hili limenipa faraja sana, na niwaombe sana muendelee nalo ili wananchi wetu wajue kwa nini sasa watumie mkaa unaozalishwa na nani wale wa madini, ile baraza la madini wanaitwa nani, STAMICO. Kwa nini watumie majiko banifu? Kwa nini watumie majiko ya umeme mdogo? Kwa nini hivyo? Na kwa nini wasikate miti? Kwa sababu sasa hivi takwimu zetu zinasema Tanzania tunapoteza ekari 400,000+ kila mwaka kwa kukata, kupikia na matumizi mengine. Tunapoteza msitu ekari 400,000. Na sasa mwananchi aeleweshwe, na ili mwananchi aelewe inabidi tutumie redio jamii, lakini na yule anayetoa message kutoka redio jamii na yeye alielewe lile jambo vizuri. Kwa hiyo niombe sana hili nalo tulifanyie kazi, na linanipa faraja kwamba issue za mazingira nazo mmezipa umuhimu wake. Sasa hilo ndilo agizo langu kwenu kwamba lugha ya Kiswahili lakini na taarifa ziende vizuri. Ila jengine ni waombe tena TAMWA na TCRA msichoke. Mmefanya mafunzo ya awali, jipimeni mmefika wapi, muendelee na mafunzo katika hatua tofauti. Mara hii mmefanya ya uzalendo, lakini kutakuwa kuna mafunzo mengine. Angalieni tu kwenye tafiti zenu, zitakwambieni kasoro zilizoko kwenye uandishi wetu. Hayo ndio mambo ya kukaa na waandishi wa habari mkawasaidia, na wale wabobezi wakatusaidia ili tukawa na kada nzuri ya waandishi wa habari. Swala la mafunzo, tusichoke kwenye mafunzo mafupi na marefu, tusichoke kwenye mafunzo. Kwa upande mwingine niseme tu kwamba mwaka huu ni mwaka wa jambo kubwa. Nchi yetu inakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Niwaombe mtumie kalamu zenu kuhamasisha umoja, amani na mshikamano nchini. Kalamu zenu zilinde nchi yetu. Mrisho Mpoto leo alisema kwa hajui kwamba ulinzi sio kazi ya polisi na jeshi peke yao, na yeye kama raia. Lakini kalamu zetu zinalinda nchi yetu sawa sawa na jeshi linavyolinda mipaka yetu. Kalamu tukizitumia vizuri tutakuwa salama. Tukizitumia vibaya basi usalama utakuwa haupo, kwa sababu yanayosomwa, namuona Muliro anasikiliza kwa makini sana. Kwa hiyo nihimize matumizi ya kalamu zetu. Na hii si upande tu wa siasa, hata upande wa kiuchumi, hata pande zote tu. Tukiandikia vizuri kuhusu nchi yetu, wawekezaji watakuja kwa wingi, kwa sababu watasoma na wataona. Tunashutumiwa mambo kadhaa huko nje. Tukiandika vizuri kuhusu nchi yetu, tukitoa ufafanuzi yanayotokea, wale wanaotushutumu kule nje watapata habari za uhakika na wataacha yale wanayoyafikiria. Kwa hiyo niombe sana kalamu zitumike kulinda na kuitetea nchi yetu. Amesema Waziri Kabudi, Tanzania ni moja tu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakuna nyingine. Kwa hiyo tuilinde nchi yetu. Lakini kwenye hili jambo la uchaguzi, ni waombe sana kuhimiza watu kushiriki kwenye uchaguzi na kuchagua viongozi wazuri.
tunasema kuchagua viongozi wazuri watakaosimama kama wazuri, watu wakiwaona wanawafaa wawachague viongozi wazuri watakaoweza kuwatumikia. Kwa hiyo niwaombe sana kalamu zitumike kuhimiza hilo, kulinda nchi yetu, lakini kuhimiza uchaguzi wa amani, uchaguzi mzuri, na kwamba wananchi watumie haki yao hiyo ya kikatiba. Ninapokwenda kuhitimisha, ndugu zangu, nitumie fursa hii kuwapongeza tena viongozi na watendaji wa wizara, waratibu, wawezeshaji, majaji na wadau wengine wa mafunzo na tunzo hizi ambao kwa umoja wenu mmefanikisha mchakato huu kwa weledi mkubwa. Unajua, nilipokuja nilijua tutakaa hapa kuna watu, kwa sababu nimeletewa vyeti vya kusaini, nadhani vilikuwa 11. Kwa nilijua hawa watu 11 tunawapa vyeti hapa, tukimaliza mchezo umekwisha. Lakini niliyoyakuta ni mambo makubwa sana leo, makubwa sana. Nilikuwa namuuliza mwenyekiti wa TAMWA, mmejipanga kweli kweli? Anasema haya mengine mama ni surprise na sisi tunayaona hapa. Kwa hiyo nipongeze sana mawaziri wangu, na kupongezeni sana. Kwa kiasi fulani kama mlikuwa mnashindana hivi kutoa hizo zawadi, lakini wanasema vita vya panzi neema ya nani? Kwa hiyo kushindana kwenu waandishi wetu wamenufaika. Sasa kwa wale walioshinda wote, ofisi yangu nayo itakuwa na kitu cha kujazia juu. Lakini faraja ninayoipata ni kwamba hili tulilolifanya usiku wa leo linakwenda kutoa hamasa, linakwenda kuibua shangwe kwa waandishi kupenda kuandika sasa, na kuandika vizuri, wakijua kwamba kuna mashindano, watabidi waingie waandikie sekta, kwa watakwenda kujituma vizuri zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana TAMWA, TCRA na wengine watakaopata hamu ya kushirikiana nao, hili jambo tuliendeleze kila mwaka tuliendeleze, ili tuwe na kipimo cha kupima waandishi wetu, lakini pia kuwapa hamasa waweze kufanya kazi zao vizuri. Nitoe pongezi kwa nyinyi washiriki wote wa tuzo hii, wale walioibuka washindi na ambao hawakuibuka washindi. Wote kwangu mimi ni washindi, kwa sababu mmethubutu, mmeandika, na wengine nimeona wameingia sekta 2, sekta 3, mmeandika. Ukikosa sekta hii unapata sekta hii. Kwa hiyo niwashukuru, na nyinyi pia niwapongeza sana sana sana. Lakini niwapongeze waandishi mahiri wakina Balile, wakina Islam, Kibanda na wengine wote walioitwa hapa juu. Sasa ndugu zangu, nyinyi ndio makaka wakitoka Kinatido ambao wameshapumzika. Lakini pamoja na kupumzika, hiyo ni hazina, tunaomba mchote. Msiache ipumzike kabisa. Hiyo ni hazina, tunaomba mchote. Lakini nyie makaka ndio wa kuwashika mkono hawa wadogo sasa, mkawaelekeza kule Tanzania tunakotaka iende. Kwa hiyo mwelekeo wetu tunawatizama nyie mlioitwa hapa leo, lakini na wenzenu wa kundi lenu nyie, kulea wadogo zenu, kuwapa ujuzi, kuwalea kama mlivyolelewa nyinyi mkawa wakubwa, mkaitwa waandishi wa habari mahiri. Tunataka kuzalisha wengi mahiri pale mbele. Jengine nililofurahi leo ni kuona wengi waliochukua zawadi hapa ni vijana chipukizi, wananyanyuka, wanakuja juu. Vinginevyo hapa tungeona wazee wakipanda tu, haya Kibanda mara ya kwanza, Kibanda mara ya pili, Balile kapata uchumi, Balile kapata siasa, sijui nani kapata nini. Lakini wazee hapa leo wamezawadiwa kwa umahiri na contribution waliofanya kwenye sekta, lakini waliotoili na kalamu zao wakafanya kazi ni vijana. Vijana wangu, hongereni sana, tuwapigie makofi mengi sana.
Sasa ni matumaini yangu kuwa wanahabari mtaendelea kuwa mabalozi wazuri wa kuandika habari zilizofanywa utafiti na uchambuzi kuhusu maendeleo, uwajibikaji, uzalendo na kujenga taswira nzuri ya nchi yetu. Na baada ya kusema hayo, sasa nayo heshima kutamka kwamba hafla ya utoaji wa tunzo za uandishi wa habari za maendeleo sasa imefungwa rasmi. Imefungwa hafla hii, sio uandishi. Uandishi ndio kwanza unaanza, lakini hafla imefungwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.